Ukimwangalia Morris Abraham unaongelea brandi kubwa ambayo inawakilisha kijana mdogo ambaye ndoto na kipaji kilichopo ndani yake ni kikubwa, pengine kuzidi uwezo, na hapa anatakiwa kuvipambanua vyote viwili kwa mara moja. Morris Abraham amekuwa mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa kitajwa mara nyingi zaidi kwamba huyu kwa hapa Simba inawezekana asikae sana. Kwa nini hatoka sana? Kwa sababu ya watu wanaomtazama, watu wanaangalia kitu ambacho Morris Abraham yuko nacho. Ndio kumsikiliza na kuangalia namna ambavyo mashabiki wanaongea kwenye comments kila baada ya mechi ya Simba, na watu wanakuambia huyu Morris Abraham ni mali. Sasa ni heri ingeishia kwa mashabiki tu, kwa sababu kocha mkuu Ibenge naye ameingia ndani kwenye hili na kusema kwamba Morris Abraham ni mmoja kati ya wachezaji ambao anawafuatilia, lakini anamuangalia na amempa sifa kede kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao sifa za Morris Abraham ambazo zinampa uwezo wa kucheza kama kiungo mchezaji, lakini pia kama kiungo mshambuliaji ukiwa na sifa nne. Sifa gani? Hizi hapa. Ya kwanza, Morris ni mmoja kati ya wachezaji ambao ana akili kubwa sana akiwa na mpira, wakati yani akiwa na mpira na wakati hana mpira, yani tunaita kitu kama game intelligence. Morris ni mmoja kati ya wachezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kusoma mchezo, na hii inamsaidia sana kwani anakuwa na uwezo wa kujua wakati sahihi wa kutoa pasi fupi na ndefu, na eneo gani sahihi la kuipeleka pasi pindi akiwa na mpira. Sasa hii ni moja ya sifa ambayo inamfanya kuwa na pasi sahihi nyingi zaidi uwanjani. Lakini sifa ya pili ni kwamba ana uwezo mkubwa sana wa kupiga pasi. Morris ni mmoja kati ya wachezaji ambao ukimtazama kwenye mechi ana uwezo mkubwa wa kuchezesha timu kwa kupiga through balls, ama kwa wakati mwingine anaweza kufanya kitu kinaitwa switch of play. Na hii sasa ni mmoja kati ya sifa ambayo inamfanya kuwa mchezaji hatari zaidi akiwa na mpira uwanjani. Na hata wakati yupo Serbia, licha ya uchache wa mechi ambazo alicheza, lakini alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kutoa assist au pre-assist kwenye dakika anazopata. Next thing kuhusiana na Morris ni kwamba ana work rate nzuri. Hiki ni kitu ambacho wakati akiwa Serbia alipewa sifa sana kwamba ana uwezo mkubwa wa kufanya pressing bila kuchoka, changamoto ya wachezaji wengi, lakini ana uwezo mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba anajitahidi, na hii inatokana na bidii kubwa ambayo ameweka mazoezini na kujituma. Na hii ni changamoto ya wachezaji wengi ambao waga wanakuwa wavivu wa kuzingatia mazoezi, kwa hiyo hata energy yao ya uwanjani inakuwa ndogo na wana asili ya kuchoka haraka, jambo ambalo makocha wengi hawalipendi. Nitakupeleka Uingereza ambako kwa Jose Mourinho mara kadhaa amekuwa akisema kwamba Dele Alli alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa haheshimu mazoezi, so alikuwa hazingatii na alikuwa onekani kwenye mazoezi. Sasa hivi ukimwangalia Dele Alli amepotea, haonekani tena kwenye soka la dunia. Tumalizie na hili kuhusiana na Morris. Ni mmoja kati ya wachezaji ambaye ana ball control na dribbling ya hali ya juu. If you know Morris, you know what I'm saying. Hii ni silaha kubwa sana ya Morris ambayo ina uwezo wa kutembea na mpira na kukaa na mpira kwa muda mrefu bila kupoteza, na hiki ni kitu ambacho viungo wengi sana hawana uwezo huo. Lakini pia ni moja kati ya ability ambayo inafanya kuwa hatari zaidi akiwa na mpira mguuni. Morris means business na amenyoka hivyo. So sifa hizi 4 zinamfanya Morris aweze kuwa mmoja wa nyota ambao wanatabiriwa makubwa zaidi kutokea sasa, lakini pia uzoefu alionao kutoka Serbia unamuongezea thamani ya kuona kuwa ni moja kati ya wachezaji ambaye Simba hatodumu naye sana, na timu nyingi zinaweza kuja na kusema kwamba tunahitaji huduma ya Morris, na kwa sababu umri wake ni mdogo bado na ana muda mwingi wa kufanya mambo mengi zaidi. Kutokana na sifa hizi, ni ipi unadhani inatakiwa iongeze kuhusiana na Morris Abraham? Tuachie comment yako hapo chini, usahau kushare, like na comment.